Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 15 mpaka mstari wa 17. Kwa sababu nyinyi bila kuwasisitizia hapa, itakuwa hakuna mtu yeyote hata na upako nilionao mimi. Itakuwa hata haina maana ya wewe kuwa na mimi hapa. Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 15 hadi mstari wa 17. Natumai tumefika. Maandiko yanasema hivi: kwa maana mambo yote ni kwa ajili yenu, ili neema hiyo ikiongezwa sana kwa hao walio wengi, shukurani izidishwe, na Mungu atukuzwe. Kwa hiyo hatulegei. Tuseme wote, kwa hiyo hatulegei tena. Asante. Lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku, maana dhiki yetu ni nyepesi, iliyo ya muda wa kitambo tu, yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Uzidio kuwa mwingi sana. Somo langu lina kichwa cha somo, kwa hiyo hatulegei. Tuseme wote, kwa hiyo hatulegei. Kwa nguvu zaidi. Bado. Mshike mkono jirani yako, mwambie maneno hayo. Mwambie tena. Asante sana. Somo langu litakuwa na vipengele 4. Kipengele cha kwanza kitakuwa utangulizi. Kwa nimeamua kurudi Bible School kabisa. Ninavyowafundisha wachungaji, ndivyo nataka nikufundishe na wewe. Utangulizi. Kipengele cha pili, maana ya kutokulegea. Maana ya kutokulegea. Maana ya kutokulegea. Kipengele cha pili, sababu za kutokulegea. Sababu za kutokulegea. Kipengele cha tatu, kwa hiyo hatulegei. Kwa hiyo hatulegei. Nitarudia. Kipengele cha kwanza, utangulizi. Kipengele cha pili, maana ya kutokulegea. Kipengele cha tatu, sababu za kutokulegea. Cha nne na cha mwisho, kwa hiyo
hatulegei. Somo letu linaitwaje? Kwa hiyo hatulegei. Ninaanza utangulizi. Ni muhimu kufahamu kuwa katika dunia hii iliyojaa changamoto, maumivu, majaribu, mateso, uonevu, dhuluma, kukosekana kwa haki, wivu, majungu, na kuumizana. Yaani maneno ya kuumiza, na vita vya kila aina. Ni rahisi sana kwa baadhi ya watu, hususan wale walio na moyo wa unyonge, kulegea na kukata tamaa. Tarudia. Ni muhimu kufahamu kuwa katika dunia hii iliyojaa changamoto, maumivu, majaribu, mateso, uonevu, dhuluma, kukosekana kwa haki, wivu, majungu na kuumizana, maneno ya kuumiza na vita ya kila aina. Ni rahisi sana kwa baadhi ya watu, hususan wale walio na moyo wa unyonge, kulegea na kukata tamaa. Na wakati huo huo kupoteza tumaini. Kwa sababu ya kuwako vikwazo mbalimbali katika maisha. Kwa sababu ya kuwako vikwazo mbalimbali katika maisha. Watu walio na moyo wa unyonge wanaweza kulegea na kukata tamaa na kupoteza tumaini kwa sababu ya kuwako vikwazo mbalimbali katika nini? Katika maisha.
Nataka mrudie maneno niliyoyasema yaliyoko duniani hapa, kwa sababu yale nilikuwa nataja changamoto, maumivu, mateso, Umeelewa? Kama kweli umeyakopi maneno hayo, nataka uyarudie maneno hayo. Kuna kitu nataka wewe ujue kuhusu dunia hii. Twende. Ni muhimu kufahamu kuwa katika dunia hii iliyojaa nini? Mwambie jirani yako, nataka nizungumze na wewe. Mwambie jirani, Bwana asifiwe. Nataka nizungumze na wewe. Na kuona huko duniani hapa. Nataka nikwambie dunia hii imejaa changamoto. Sema jirani yangu, na kuona umejiachia duniani hapa. Nataka nikwambie dunia hii imejaa changamoto nyingi sana. Ziorodheshe. Nini? Maumivu. Nini? Majaribu. Mateso. Uonezi. Dhulma. Kukosekana kwa haki. Wivu. Majungu na kuumizana na vita vya kila aina. Ni rahisi sana kwa baadhi ya watu, hususani wale walio na moyo wa unyonge, kulegea na kukata tamaa, na wakati huo huo kupoteza tumaini kwa sababu ya vikwazo mbalimbali katika nini? Karibu duniani. Nasema karibu duniani. Nakwambia karibu duniani. Nasema karibu duniani. Umeona mambo yaliyoko duniani? Hii ndio dunia. Paulo mtume, yeye anasema na kutengeneza kwa ujasiri kauli mbiu, kwa hiyo hatulegei. Ujumbe wake mtume Paulo kwa kanisa ni ujumbe wa matumaini ya ushindi na nguvu kwa kila anayemwamini Yesu Kristo Bwana wetu. Tarudia maneno hayo. Paulo mtume, yeye anasema na kutangaza kwa ujasiri, kwa hiyo hatulegei. Ujumbe wake mtume Paulo kwa kanisa ni ujumbe wa matumaini ya ushindi. Ni ujumbe wa matumaini ya ushindi na nguvu kwa kila anayemwamini Yesu Kristo Bwana wetu. Kila anayemwamini Yesu Kristo Bwana wetu.
anapata ujumbe kutoka kwa mtume Paulo, kwa hiyo hatulegei. Huu ni ujumbe wa matumaini ya ushindi kwa kila anayemwamini Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo, kwamba sisi ni watu wa tofauti na kamwe hakuna awezaye yote ama hakuna awaye yote aliyemwamini Yesu anayeweza kukata tamaa au kuzimia moyo. Hakuna awaye yote anayemwamini Yesu Kristo anayeweza kukata tamaa au kuzimia moyo kutokana na yale yaliyoko kwenye dunia hii. Mtu anayemwamini Yesu Kristo hakati tamaa, hakatishwi tamaa, hazimii moyo kutokana na yale yaliyoko kwenye dunia hii. Hayamkatishi tamaa. Kwa hiyo hatulegei. Piga kelele za maneno hayo. Sema, kwa hiyo hatulegei. Tena, tunaendelea kukaza mwendo kwa kadiri tunavyokutana na changamoto na majaribu ya namna mbalimbali. Tunaendelea kukaza mwendo, tunaenda mbele, hatukatishi tamaa na yaliyoko duniani hapa. Tunaendelea mbele, hatukatishi tamaa na changamoto tunazokutana nazo. Tunaendelea mbele. Tunaendelea wapi? Mbele. Yakiwepo maumivu, tunaendelea mbele. Kukiwa kuna changamoto, tunaendelea mbele. Kukiwa kuna mateso, tunaendelea mbele. Kukiwa kuna upinzani, tunaendelea mbele. Kukiwa kuna aina yoyote ya vita, tunaendelea mbele, na tunaendelea mbele kwa jina la Bwana. Si kama unanielewa? Dunia inataka watu wa namna hiyo, ndio inashika adabu. Dunia inataka watu wa namna hiyo, ndio inawaachilia vitu vyao. Tuko pamoja? Una mateso, endelea mbele. Una maumivu, endelea mbele. Una upinzani, endelea mbele. Sijui kuna nini, endelea wapi? Mbele. Hatulegei, hakuna jambo jipya. Wafilipi 3 mstari wa 12 hadi 14, nataka tusome hili darasa. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 12 hadi 14. Mmefika? Kanisa zima mmefika? Nisomeeni Wafilipi.
Au nimekwisha kuwa mkamilifu? La. Bali na kaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Sijizanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu. Neno gani? Nikisahau yaliyo ya nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele, na kaza mwendo niifikirie mede ya thawabu ya wito mkuu wa nani? Wa Mungu katika Kristo Yesu. Na kaza mwendo na yachuchumilia yaliyo wapi? Wapi? Yaliyo nyuma. Hii ni mbele kwa mbele. Watu wengi hawauelewi Ukristo, lakini nataka nikwambia, ukiuelewa Ukristo hautauchezea Ukristo. Ukristo ni zawadi ya kipekee ambayo Mungu aliwapa wanadamu. Na kwa msingi huo sasa, leo hii tutachukua muda sasa kujifunza sababu zilizopelekea Mtume Paulo kueleza kwa hiyo hatulegei. Na tumeona tutajifunza somo letu katika vipengele vikuu. Vilikuwa vingapi? 4. Kwa hiyo mimi hapo nimemaliza introduction, nimemaliza utangulizi. Alright? Naenda kipengele cha kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kipengele cha kwanza nimesema kinaitwa nini? Utangulizi. Kipengele cha pili ndio nataka niende hapo. Maana ya kuto kulegea. Maana ya kuto kulegea. Unaandika kipengele cha kwanza, cha pili hicho sasa. Maana ya kuto kulegea. Ukishaandika hivyo, unaandika Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 15 hadi 17. Maana ya kuto kulegea. Maana ya kuto kulegea. Umeandika? Hicho ni kipengele chetu cha pili, si ndio? All right. Neno kwa hiyo hatulegei katika Biblia ya Kiyunani linasomeka, nitakusomea spelling. Linasomeka D-I-O. Yaani unaandika dio, alafu unaacha space, unaandika E K K A K E O. Nitarudia hizo spelling.
D ya Dodoma, I. Hii ndiyo I. Ina kofia ya juu. Mnaijua ile? Shule tumerudi. O. E ambayo ni A. Hii ndiyo A. Iko kama kata A. Shule ya msingi tumerudi. K. K zinakuwa mbili. A. K. E ambayo ni A. Alafu O. Alafu juu ya O unaweka mkato wa minus. Mkato wa kutoa juu ya O. Umeelewa? Unaweka juu ya O pale kwenye O. Hii ndio O. Iko kama yai. O. Sasa juu ya O unatia dash. Alafu mwishoni pale unaweza kuongeza O, unaacha space, unaacha nafasi. Unaweza kuongeza O na U. Wahubiri wengine wanakuambia maneno ya Kiunani ni ya nini? Inatakiwa power. Hapa unapigwa Hebrew, unapigwa Greek, unapigwa na power. Hapa ni full package. Yeye kama hajasoma bwana ni yeye tu. Bible school unapoa kiroho. Unaweza kupoa kiroho hata ukiwa kanisani. Sio lazima Bible school. Umeona maneno hayo? Hayo maneno ndio Biblia yako ya Kiswahili inasemaje? Kwa hiyo atufanye nini? Hatulegei. Sasa hatulegei ni lile neno la katikati. Ekakao. Sema ekakao. Tena ekakao. Mwongea Kiunani, mwongea Greek hiyo. Pamoja na kwamba Greek hii ya Biblia siku hizi hawaiongei, imebaki kwenye kuandika. Hilo neno sasa kwa lugha ya Kiingereza, nataka nije hapo kwenye Kiingereza. Linatafsirika to become weak. To become weak. Au to fall in heart. To become weak. Au to fall in heart. Au we do not give up. 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 Nampendaga mhubiri mmoja anavozungumza maneno yake ya Kiingereza katika wahubiri wa Kiafrika, anaitwa Dr. Mensa Otabil. Anataja herufi moja moja. Tuko pamoja mpaka hapo? Umeona maneno ya Kiingereza? Vizuri sana. Twende kwenye Kiswahili. Kwa hiyo kwa Kiswahili maana yake hatui dhaifu. Hatui dhaifu.
hatui dhaifu. Hiyo ni 1. 2, hatushindwi. Hatushindwi. 3, hatuzimii. Hatuzimii. 4, hatuchoki. 5, hatukati tamaa. 6, hatuvunjiki moyo. 'hatui dhaifu, hatushindwi, hatuzimii, hatuchoki, hatukati tamaa, hatuvunjiki moyo. Huyo ndio Mkristo. Sasa nataka nizungumze naye. Maneno mangapi haya? Naam, 6. Una H 6, nimeweka H. Ziko H 6. H ya kwanza, toa sauti. Sijakuelewa. Kwa sauti hiyo uongei na mimi. Tena. Hiyo ni 1. 2, hatushindwi. 3, hatuzimii. 4, hatuchoki. 5, hatukati tamaa. 6, hebu turudie tena. Unasemaje? 1, hatui dhaifu. Unajua nyinyi kwa darasa langu hamjachangamka sana, mnanipoteza. Umeelewa? Mnanipoteza, na kama mnanipoteza leo, Simba atapotea taifa. Kwa hiyo kama hamtaki mwekundu wa Msimbazi apotee taifa, msimpoteze mchungaji. Twende kwanza. Yaani unajua inatakiwa unasema kutokea ndani, hatui dhaifu. Alright? Hatui dhaifu. NCC hatuwezi kuwa dhaifu. Sisi hatui dhaifu. Maisha yetu hayawezi kuwa dhaifu. Hatima yetu haiwezi kuwa dhaifu. Sije kama mnanielewa. Hivyo ndivyo inatakiwa kusomwa. Hatui dhaifu. Twende tusome maneno hayo. 2. Sijasikia. Sijasikia. Hatutashindwa. Hatushindwi. Yaani hapa tutatokea hapa kuwa matajiri. Tutatokea hapa kuwa tuliobarikiwa. Tutatokea hapa kuingia mbinguni. Tutatokea hapa kuwa baraka kwa watoto wetu. Tutatokea hapa mashamba kustawi. Tutatokea hapa hatima iliyo bora itaonekana. Hatushindwi wala hatutashindwa. Si unanielewa hiyo? Hatushindwi. Niliwaambia nitatokea mimi huku porini kuifikia dunia nzima. Umeelewa? Sasa hivi nimeshafikia nchi karibu 15 kutoka porini. Umeelewa? Hiyo ni kukuonyesha huku tumekuja, tunaanzia chini tunaenda juu. Hatuishi katikati. Naongea na maisha yako, hayataishia katikati. Naongea na mipango yako, haitaishia katikati. Naongea na ndoto yako, haitaishia katikati. Naongea na mwota ndoto, hautakufa hadi ndoto imetimia. Hautakufa hadi ndoto imekuwa wazi. Nasema hawatakuzuia hadi ndoto imetimia. Hautashindwa kwa jina la Yesu.
Hautashindwa kujenga nyumba, hautashindwa kununua mashamba, hautashindwa kununua gari, hautashindwa kubadilika. Hatushindwi kwa jina la Yesu. Menbada, haushindwi. Unakataa. Mimi nimeshakataa kushindwa. Mimi sishindwi. Mimi sitaki kushindwa. Mimi siko kwenye fungu la watu walioshindwa. Ndio, naweza kuanzia chini, ndio, lakini siwezi kuishia chini. Ndio, naweza kuanzia hali duni, ndio, lakini siwezi kuishia hali duni. Lazima kwenda mahali pa kuanzia, alafu lazima kwenda mahali pa kuishia. Naongea na mtu, hayo maisha yako ilikuwa lazima uanzie mahali, lakini nataka nikuhakikishie unaenda kuishia kuwa taifa hodari. Si kama unanielewa? Sema amina. Sema haleluya. Hatushindwi. Pepo wafanye vurugu, watu wafanye vurugu, wachawi wawange usiku na mchana, watu walaumu, watu walaani, hatushindwi. Sasa kuna mahali pa kuanzia. Kuanzia mahali, lakini nataka nikuhakikishie tutaishi nao. Tutaishi nao kwenye baraka. Tutaishi nao kwenye kibali. Tutaishi nao kwenye heshima. Tutaishi nao kwenye connection. Tutaishi nao kwenye fursa. Tutaishi nao kwenye ushindi. Nasema hatushindwi. Niona watu ambao hawashindwi wanapunga mkono namna hii. Hechi ya 3 inasemaje? Aya, nakaribia kupata kanisa, nakaribia kupata Wakristo, Hakuna kuzimia, hatuzimii. Hazimii mtu hapa. Karabosakaba. Unaweza kuwa umepata changamoto ukaanguka chini, unaangalia juu, unainuka juu. Hakuna kuzimia kwa jina la Yesu. Paka kieleweke kwa jina la Yesu. Paka ustawi kwa jina la Yesu. Paka waokoke kwa jina la Yesu. Paka hatima itimie kwa jina la Yesu. Nasema hatuzimii. NCC hatuzimii, hatuzimii, hatuzimii. Nne. Naam. Hakuna kuchoka kwa jina la Yesu. Unasema mimi sijui nimechoka. Kanisani hiyo tabia hapa ya kuchoka hatuna sisi. Sisi tukichoka tumekamilisha mpango. Yaani sisi kama tumechoka tumemaliza jambo letu. Ndio tunachoka. Kama jambo halijakamilika hakuna kuchoka. Watu mimi nimechoka. Nimechoka sana. Nimejaribu sana. Nimechoka sana. Umefanikiwa? Sijafanikiwa. Ila nimechoka. Toa uchovu wako. Simama tusonge mbele. Toa uchovu wako hapa. Pepo mmoja juzi nilikuwa nazungumza na mshirika wangu mmoja anataka maombi, nikamwambia ni pepo tu wanakuletea matatizo. Pepo hawana akili. Namna ya kudili na pepo, kwanza pepo usimpe concentration. Pepo usimpe audience. Pepo ukimpa nafasi anajitutumua. Anaonekana ndio anakutesa, anaonekana ndio ana nguvu. Nikasema pepo hawana akili yoyote. Pepo ni wajinga tu fulani wa kawaida. Usimpe nafasi. Akileta mawazo yake yapuuzie, pepo akapanda. Akasema nimekusikia unavyomwambia muumini wako. Nikamuuliza pepo, namwambia uongo au kweli? Pepo akasema ni vigumu kujibu hilo. Nikamwambia utanijibu kwa sababu hapa haujaitwa. Nilivyokuwa namwambia muumini wangu, nilikuwa namwambia uongo ama ukweli? Kasema vigumu kujibu hilo. Kasema kwa nini? Hilo nikijibu na haribu ufalme wangu. Nikasema hauna ufalme.
Hakuna mfalme yoyote anaitwa pepo. Umekusikia? Nikamwambia pepo, hata mfalme Mswati anakushinda wewe. Wewe una ufalme wowote? Pepo akasema, umeona? Hakuna mchungaji anadharau kama wewe. Hautupi heshima yetu kabisa. Nikasema, ustahili heshima yoyote hata kidogo. Umeelewa? Sema hayo mafundisho yako unayofundisha kanisani, wako washirika wanaelewa, wako ambao hawaelewi. Lakini nataka tukwambie, bila mafundisho hayo ungekuwa huna kanisa. Kasema kwa nini? Sema tungewaburuza wote wale. Ila hayo mafundisho ya kuto kutuheshimu sisi, ni wachungaji wachache wanaweza kufundisha hivyo. Wewe kwa nini ufundishi kuhusu pesa? Nikasema mimi sifundishi kuhusu mambo marahisi. Pesa si mtu yote anapata, au? Lakini uponyaji, uhuru wa kiroho, kamwambia mimi nafundisha hayo. Sema mwambie waumini wako wao wanasikiliza unachosema, hawataonewa. Sisi hatuwezi kumuonea mtu mwenye uelewa ambao wewe unautoa kwa muumini wako. Ndio ninawapa hapa leo. Hakuna kuzimia moyo. Hiyo tabia unaiacha, sio tabia yako. Tumeelewana? Kidogo tu mimi nimechoka, nimekuwa na mapambano ya muda mrefu. Muda gani? Hii ni wiki ya 3. Wiki ya 3 ndio mapambano ya muda mrefu? Wiki 3. Mimi nimepambana na mshirika wangu mmoja kumwombea kila siku kwa miaka 3 kila siku. Pepo akasema, wewe ndo mchungaji, tunakupa heshima unaostahili, aturudi tena. Mshirika wangu kapona mwaka huu baada ya miaka 3 kila siku daily. Ningekuwa nachoka, nimechoka sana, moyo wangu umeinama. Uinue kabla sijaukata. Twende tusonge mbele. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Huwezi kuwa shujaa kama unachoka kiasara maisha haya. Huwezi kufanikisha kitu chochote kama moyo wako ni mbovu, kila saa umechoka. Huwezi kufanikisha kitu chochote. Hakuna kazi isiyo na changamoto. Maisha yamejaa changamoto nyingi. Na akaniambia mimi nikifa nitakufa kwa furaha sana, wewe ukibaki kuwa mchungaji. Wewe ndio mchungaji wangu. Kwa hiyo mchungaji wangu huwezi kuacha kanisa. Hakuna kuacha kazi hiyo. Hakuna kuchoka. Umeelewa? Bwana Yesu asifiwe. Neno linalofuata Naam. Unatakiwa usifanyaje? Neno la mwisho, hatuvunjiki moyo. Ukipona kwenye mambo 6, Ukristo wako umepona, utumishi wako umepona, masomo yako yamepona. Umeelewa? Kuna kaka mmoja anafanya udaktari UDOM, alikuwa amepata matatizo ya kushindwa kufaulu, mpaka wamempa option ya mwisho kwamba semester hii ukifeli unaondolewa kabisa.
Usiku mwingi saa 8 kaka yule akanipigia simu. Akasema, mchungaji, nimeambiwa semester hii nikifeli kozi yoyote na disco. Nikasema kwa nini? Akasema nimekeri madude ya kutosha. Na mimi nina akili. Asa nashangaa kinachotokea kwenye mitihani yangu. Nimepata namba yako hii, nimekupigia usiku hapa naviongea na wewe, niko nasoma, niko na ndoto za kuwa daktari. Nikamwambia, unaamini Mungu? Sema ndiyo. Nikasema hiyo hali inabidi tuibadilishe. Kasema tuibadilishe namna gani? Nikasema kuanzia leo unavyoongea na mimi hakuna kukeri somo lolote. Unaenda yale masapu yote unayasapua, halafu unasonga mbele. Akasema sapu ni nyingi. Nikasema unatakiwa usome na uzikalie zote na uzisapue. Sema hamna shaka. Ila yani unajua zile sapu nikienda inakuwa yani kama nasoma semester. Nikasema potelea mbali, utafuata maelekezo yangu. Akasema sawa. Nikamwombea, nikasema nenda ukae usapue yale yote kwanza, hakuna kukeri kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Juzi ameniandikia message kwenye WhatsApp, anasema Mungu anayekutumia akupe maisha marefu kwa ajili ya watu kama sisi. Nimekuwa clean na sina hofu yoyote, namaliza udaktari wangu. Mimi siamini kuhusu kushindwa, siamini, na nimeshafanya uamuzi, siamini. Sijachagua mimi kuamini kushindwa. Mimi siamini kuhusu kushindwa, na hakuna mtu wa kunivunja moyo mimi nipo. Siamini kuhusu kuchoka na kuachia kitu njiani. Hakuna kitu kama hicho. Ndio maana mkikaa na mimi nikiwa nataka kufanya kitu changu, wewe utaona na hela au sina, kitatokea. Pokea huo upako. Pokea huo upako. Pokea huo upako. Hii dunia inataka watu wa namna hiyo. Tuko pamoja ndugu zangu? Kwa hiyo maana yake hata pamoja na magumu kiasi gani tunayokutana nayo, hata pamoja na dhiki kubwa tunayokutana nayo, hata pamoja na changamoto kubwa tunazokutana nazo, hata pamoja na vipingamizi vikubwa tunavyokutana navyo, iwe katika imani, iwe katika huduma, iwe katika maisha, iwe katika biashara, hakuna kuchoka. Hakuna kuchoka. Hakuna kukata tamaa. Nirudie. Hata pamoja na magumu kiasi gani tunayokutana nayo,
hata pamoja na dhiki kubwa tunayokutana nayo, hata pamoja na changamoto kubwa tunazokutana nazo, hata pamoja na vipingamizi vikubwa tunavyokutana navyo, iwe kwenye imani, iwe kwenye ndoa, iwe kwenye malezi ya watoto, iwe kwenye huduma, iwe kwenye biashara, iwe kwenye maisha. Ugumu wowote katika jambo lolote unalokutana nalo, vyovyote vile, visitishe hatima yako, huduma yako, maono yako, wokovu wako. Visitishe. Usitoe nafasi vitishie huduma yako, maono yako, ndoto zako. Wala juhudi zako katika masomo. Ugumu wowote usikutishe ukapoteza uwezo wako wa kumtumaini Mungu na kumtegemea. Vitu vigumu, vitu vikiwa na ugumu, ndio vitu vizuri, ndio vitu vyenye thamani. Umeelewa? Vitu vikiwa vyepesi, hakuna vitu vya virahisi vikawa na thamani. Mwae kuona vitu virahisi vikawa na thamani? Kwenye ugumu ndiko kwenye uzuri. Kwenye ugumu ndiko kwenye heshima. Unajua, ushindi ukiupata kutokana na ugumu, ule ushindi ndio una raha kuliko ukipata ushindi kutokana na wepesi. Hivi ukishindana ukapata ushindi kutokana na wepesi, una furaha gani? Watu kwanza wanakushangaa, wanaona eti kwa mfano jana niliangalia mpira, Yanga tangu ianzishwe kwa mara ya kwanza jana ndio imeshinda klabu bingwa mechi ya kwanza. Siku zote wanafungwa, jana ndio wameshinda tangu waanze. Niliona walivyofurahi wamefurahi mpaka wengine wanalia. Wanamuuliza, unalia nini? Anasema tumevunja rekodi. Rekodi yenyewe wameshinda kigoli hicho ila wamevunja rekodi. Wanamwambia, kwa hiyo mbona goli lenyewe ni goli la kinyonge sana? Anasema hilo goli sio la kinyonge. Kwanza uangalie tumemfunga nani, alafu uangalie ni mashindano makubwa kiasi gani, alafu uangalie tumepata nini. Tumepata pointi 3 muhimu. Nikasema kumbe ukishinda jambo gumu, kila mtu anatoa heshima na kutaka wewe ushinde mambo magumu ili upate heshima, na kutaka wewe ushinde mambo magumu ili upate heshima.
Ndio maandiko yanasema kutoka Misri nalimuita mwanangu. Nataka nikwambie, kutoka Misri nalimuita mwanangu. Tumeitwa na Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Nataka nikwambie, yale magumu unapita pale pale, unapenya pale pale, unavuka pale pale, unastawi pale pale, unasimama pale pale, unasimika ufalme wako pale pale, unaweka utawala wako pale pale. Piga kelele, sema fire, sema fire. Hakuna kuogopa mambo magumu. Unaogopa nini? Marahisi ndio ya kila mtu hapo. Tuko pamoja? Mnapitia mambo magumu? Unapitia mambo magumu? Umechoka? Unalia? Umekatishwa tamaa? Eti kwa sababu unapitia mambo magumu? Muulize Yesu Kristo, walipokuwa wamemvua nguo, wamemtemea mate, wamempiga taji ya miba, Biblia inasema Yesu Kristo alikuwa hana wasiwasi wowote. Walipompeleka msalabani, Biblia inasema Yesu Kristo akapanda msalabani kwa mikogo, akapanda kwa mbwembwe, akaning'inia pale juu ya msalaba. Wamemvua nguo, anaweka mambo yake sawa. Mama, mwangalie mwanao. Yohana, angalia mama yako. Mambo magumu yana utukufu. Akafa, alipofufuka akapewa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Ameketisha mkono wa kuume wa Mungu Baba. Nataka nikwambie, bila kupitia magumu jina lako halitaheshimika. Lazima tupambane nayo na tunayaweza. Tuko pamoja? Piga kelele, kwa hiyo atulegei. Sema kwa nguvu. Sema kwa nguvu. Kama tunapambana na umaskini, tunapambana nao mpaka tunaushinda. Ukikwama unaamka, ukianguka unainuka. Umeelewa? Mpaka wanasema niliwapa story moja ya kambwa kadogo kadogo hivi. Kalikuwa kanagombana na jibwa kubwa la Kijerumani. Kila kakivuka fence kakienda, limbwa lile kubwa linakapiga, linakafukuza. Kesho tena kanaenda, linakapiga, linakafukuza. Kesho tena kanaenda, linakapiga, linakafukuza. Kesho tena kanaenda. Yaani ako kambwa nilikapenda sana. Kazama wewe piga tu, ila iko siku, kila siku kanapigwa, kila siku kanaenda, kila siku kanapigwa, kila siku kanaenda. Unajua ilipofika siku kakiingia, lile jibwa kubwa linakimbia. Maana na lenyewe linajiuliza, ni aina gani ya kambwa haka akashiki adabu? Yaani kupiga kote kila siku kanakuja. Kwa hiyo likikaona linakimbia, mpaka mwenye mbwa anashangaa, mbona huyu anakakimbia? Na kanavimba kabisa. Mwisho kubwa limefeli. Nataka nikuhakikishie, jambo gumu kiasi gani tunalo. Nasema tunalo. Tunalo paka liondoke. Shule inaingia hiyo. Shule inakolea hiyo. Kwa hiyo juhudi zako zikiwa na upinzani, ndiyo mahali sawa sawa. Umeelewa? Ukiona vita kali, ujue uko mahali sawa na unafanya jambo hilo sawa, na hakuna kuacha. Eti mimi nimeacha, nimeona kumekuwa na vita kali, nimeona nitafute kitu kingine. Ukiwa karibu na mimi, kofi. Umeelewa? Tuko pamoja? Kwa hiyo hakuna kuacha mpango wako, biashara yako, ndoto zako, malengo yako. Hakuna kuyaacha. Unayaacha yakiwa yamekamilika. Hayajakamilika, hakuna
kuacha. Mimi sina mtu yoyote anayenielewa. Anayekuelewa? Anayekuelewa? Mimi sina refa. Ningekuwa na refa, mimi nakuhakikishia ili jambo ningelifanya. Refa. Nataka niwaulize hapa, nani baba yako mbunge? Mshirika wangu ambaye baba yako ni mbunge, simama juu. Basi baba yako diwani? Baba yako ni mwenyekiti wa serikali za mtaa? Umeona? Ndio nataka nikuulize, unatafuta refa utampata wapi? Huna refa. Huna refa. Amumsomi Elia. Nani anamjua babake Elia? Nani anamjua mamake Elia Mtishibi? Nani anajua Elia alitokea wapi? Unasoma tu sasa Elia Mtishibi. Yaani inaanzia hivyo na inaendelea. Sijui unanielewa? Kwa hiyo hatuhitaji refa. Kama una ndoto, unamwamini Mungu, inatosha. Simama na Mungu, simama na ndoto mpaka itimie. Uhitaji mtu mwingine yoyote. Watu watakuja baadaye, jambo limeshakaa sawa. Kama halijakaa sawa, wewe hapo, nakutaka wewe hapo usimame kwenye zamu yako, wewe hapo, hadi watoto wako waje kusema tunasikia fahari kuzaliwa na wewe, kwa sababu ulisimama wewe hapo. Tuachane na mawazo ya kinyonge, tupate mtu wa kunisaidia, nipate mtu sijui kunishika mkono, nipate nini na nini na nini. Mimi Mungu kwa alinitoa huko. Si nikwambia nilianza kanisa mimi hapa na mkeka? Si niliwaambia hivyo? Kama msikitini mkeka wenyewe tunaazima kwa Mama Yunisi. Hata bora ungekuwa mkeka ni wa kwetu, mkeka wenyewe wa kuazima. Unataka refa eti? Refa. Mawazo gani au mabovu? Ukikosa mtu wa kukusaidia, ina maana uwezi kusimama kwa miguu yako. Lakini kanisani, spirit of fighter. Watu hawana roho ya kupambana kanisani. Watu wako soft hearted. Watu wanataka tu kuhurumiwa. Watu wana unyenyekevu wa kimaskini. Kanisani mimi naangalia walokole wana mioyo milaini, sijui waliipata wapi. Yesu hajawahi kuwa na moyo kama huo. Watu wanakuvua nguo mbele ya watu, nafikiri ni moyo mrahisi. Watu wanakutemea mate mbele za watu, wewe unafikiri huo ni moyo wa kawaida. Wanakutembeza uchi njia nzima, wewe unafikiri huo ni moyo wa kawaida. Wanakuweka barabarani uchi, mwanaume mtu mzima, wewe unafikiri huo ni moyo wa kawaida. Huo sio moyo wa kuchezea huo. Come on. Usitake heshima mahali una heshima. Fanya vitu vitokee, heshima itakuja bwana. Fanya vitu vionekane, heshima itakuja. Umiliki roho ya kupambana. Umeelewa? Hakuna vitu vilaini watu wa Mungu. Umeelewa sijui? Hata kuomba yenyewe mnavyoomba. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, mimi nakushukuru nimesimama mbele zako. Hata una uhakika kama uko mbele zake. Hebu sogea hapa. Unajua yaani mimi naangalia. Unajua
Kuna mtu anajua mimi namtegemea Mungu tu peke yake, na anapozungumza na Mungu, Mungu anajua huyu jamaa nikiacha kumsaidia hana mtu mwingine ila mimi. Sijui unaelewa? Yaani unaona kabisa anamaanisha. Sijui mnanielewa? Nataka iwe namna hiyo. Yaani kitu ukiamini mpaka Mungu anasema kamsaidieni kikamilike jamani. Huyu hata tuacha salama. Yaani hakuna kumwacha Mungu salama mpaka kitu kimekamilika kwa jina la Bwana. Unaamini kama hautaamini tena kwa jina la Yesu Kristo. Nataka nikwambie namna hiyo. Tuko pamoja? Jamani, haleluya. Mmenipata? Kwa sababu kamwe Mungu hawezi kukuangusha. Kamwe. Mungu hawezi kukudhalilisha. Kamwe. Kamwe.